Kutoka kaunti ya Meru tuelekea hadi kaunti ya Elgeyo Marakwet ambapo baada ya kinadada majuza wa umri wa miaka 92 na 89 kushinda kesi urithi wa shamba iliyojikokota kwa takribani miongo miwili katika kaunti hiyo, mwandishi wetu wa maeneo hayo Titus Ominde alizuru nyumbani kwa mmoja wao wa umri wa miaka 92 walikokuwa wote wawili. Kamwe hawafichi tabasamu yao. Jamaa zao ambao wamepokea vyema uamuzi wa mahakama wanasema japo umejikokota, umejiri ajuza hao wakiwa wangali hai. Kutokana na uamuzi wa mahakama ambao umeleta furaha katika boma hili, nimepata nafasi ya kuja kujulia hali mama huyu ama ajuza huyu ambaye ana furaha isiyo na kifani. Kongoi kabisa. Asante sana. Mimi furahi sana kwa wewe. Asante. Na hata sisi wenyewe tumefurahia sababu ni mzuri kesi ishe kama hao bado wako hai. Na hiyo ndio furaha yetu sisi kama watoto wake, na hata yeye mwenyewe na dada yake walikuwa natuuliza zamani, mbona tumeenda kotini kwa hii miaka yote na kesi zote imekuwa ruled in their favor. So wakatuuliza siku moja, mbona siku gani tutafurahia matunda ya hii rulings ambayo imetolewa mahakamani. Sasa vile alisikia amefurahi, akasema hii kesi imechukua muda karibu miaka 18. Hatimaye safari ya kutafuta haki ambayo imechukua miaka takriban 18 imefikia kikomo, huku ajuza hao wakielezea furaha ya kupata haki. Nikiripotia NTV mashinani kutoka eneo la Chepkorio katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, mimi ni Titus Ominde. Na mtazamaji, na taarifa yake Titus Ominde inatuelekeza kwenye swali letu la leo ambalo tumeuliza kwenye mitandao yetu ya kijamii. Je, unadhani ni kwa nini kesi nyingi za urithi wa mashamba hujikokota mashinani? Je, unadhani ni kwa nini kesi nyingi za urithi wa mashamba hujikokota mahakamani?